Mimi washukuru sana wananchi wa mkoa wa Njombe pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuhakikisha kwamba jogging hii inakuwa ni endelevu. Kama tulivyoshauriwa na madaktari wetu, basi tuendelee kufanya mazoezi. Hata mimi kiafya sasa naona naimarika tofauti na ilivyokuwa awali. Zamani nilikuwa siwezi kukimbia zaidi ya kilomita 1, lakini hivi sasa na uwezo wa kukimbia zaidi ya kilomita 3, 4. Napumzika kidogo, lakini tunaendelea. Kikubwa tuendelee kuwa mabalozi. Unapokutana na mtu mwambie kwamba Jeshi la Polisi kupitia kwa kamanda wa polisi ameanzisha jogging. Jogging hii ni kwa ajili ya wananchi wote. Kwa hiyo mshawishi aje tuungane naye. Kuna muda waga napita pembeni na washawishi wale bodaboda pamoja na mamantilie tukiwa barabarani kuhakikisha kwamba na wenyewe wanajoini hata kwa mita chache, warudi wakaendelee na shughuli zao. Kukimbia mita 100, mita 200 mtu akatoka na jasho, basi hapo inakuwa ni afya. Wataalamu wa afya wanatuambia mtu akipata jeraha mwili wenyewe huwa unajitibu, isipokuwa zile dawa anazopenda anapewa ni kupunguza yale maambukizi kutoka nje. Kwa hiyo ili tuweze kuimarika kiafya, tupate kinga za mwili, muhimu kufanya mazoezi. La pili, inatoka uvumilivu. Unaona kuna baadhi ya maeneo tukipita bogi kama linakuacha hivi, lakini watu wanapambana, tunaanza pamoja, tunamaliza pamoja. Lakini la tatu, mazoezi yanasaidia pia kupata hata usingizi mzuri. Na moja katika vitu muhimu vya mtu wa mazoezi ni kuzingatia kula vizuri, lakini pia na kupumzika vizuri. Kukosa usingizi ni moja katika vitu ambavyo vinasababishwa na kutofanya mazoezi. Ama la mwisho, inaimarisha mishipa ambayo inapitisha damu, kwa maana inapunguza mafuta hatarishi. Asili ya mishipa, wataalamu wanatuambia kutoka huko miguuni kwenda kwenye ubongo huwa inapungua saizi yake. Kwa hiyo mshipa ulioko kwenye mkono si sawa na ulioko kwenye ubongo. Kwa hiyo ikitokea mtu mishipa yake na mafuta, damu wakati inapita ikapita na moja ya kasehemu kidogo kafuta, manake itakuwa inatembea na kokota. Kile kifuta kitakuwa kinapita sehemu ambazo kuna nafasi ya kupita. Kadiri damu inavyozidi kuja kwenye ubongo, ile njia inazidi kuwa ndogo. Matokeo yake ikifika sehemu, ile sehemu ya futa haiwezi kupenya, itaziba njia, damu itakuwa inazidi kupita. Matokeo yake ile damu itakuwa inajaa sehemu moja, mwisho wa siku ule mshipa unapasuka, na hatujui huo mshipa ulikuwa una control kitu gani. Ndio vile mtu amelala, ameamka akitafuta mguu wa kushoto hauoni, manake ule mshipa ulikuwa na control upande huo ndio umepasuka. Kuepuka haya, tuendelee na utaratibu ambao ameanzisha pande ya RPC, kukutana kila Jumamosi ili kila mmoja aimarishe afya yake. Mazoezi yana umuhimu kwetu sana, kama alivyosema kocha wetu pale. Mazoezi yanasaidia kinga za mwili, pia yanazuia magonjwa haya yasiyoambukiza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama kansa, obesity, diabetes na kadhalika. Hizo zinajumuisha kama non-communicable diseases. Kwa hiyo tunashauriwa kufanya mazoezi, na sisi kama watoto tunaenda kuwashauri watoto wengine waje kufanya mazoezi kuungana na sisi. Asante.